Yes, mwana sawa sawa digital kuna mengi sana yameweza kuongelewa, lakini pia mengi sana yameweza kupita siku ya jana mara baada ya harusi ya kitamaduni ya kwake Jux pamoja na Priscilla kuweza kufanyika huko nchini Lagos, Nigeria. Ni moja kati ya harusi ambao pia zimeendelea kupop kinoma noma kwa kutokana na vile vitu ambavyo vinakuwa vinatokea. Sasa ukiachana na mastaa ambao wametokea Tanzania kama nilivyokuambia hapo awali, kina Platinums, lakini pia kina Jinako, kina Ommy Dimpoz, kina Nandy kuweza kuhudhuria, lakini pia kulikuwa kuna celebrities wakubwa sana kutokea kule nchini Nigeria, na wao pia wakiwa wamedress code za kinyama kinyamwezi kinoma noma, na wameonekana kama kudamshi katika show hiyo. Sasa kuna mshikaji ambaye anafahamika kwa wale ambao ni ma TikToker wengi sana ambao wanafuatilia sasa mtandao wa TikTok. Kuna mshikaji anafahamika kwa jina la Pela pamoja na Rilja Dorita, ni moja kati ya watu ambao pia wanapatikana kwenye mtandao wa TikTok. Lakini pia watu wa comedy, nikikwambia jina la Nasty Black uwezi kuwa hujanielewa, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao wanafanya poa zaidi hasa katika tasnia ya comedy kutokea kule nchini Nigeria. So nao walikuwa ni moja kati ya watu ambao pia waliweza kuhudhuria harusi hiyo, na wakawa wamepiga dress fulani kodi ya kinyama kinyamwezi sana. Bila kusahau wasanii ambao pia wakubwa, lakini pia ni A-list kutokea kule nchini Nigeria. Hapa nikimaanisha Peter Okoye, moja kati ya watu ambao pia walikuwepo katika kundi la P Square. Alikuwa amekula dress fulani hivi, nguo fulani hivi nyeusi. Yaani alipiga casual, simple, lakini alikuwa amependeza kinoma noma. Lakini bila kumsahau Korede Bello pia ni moja kati ya watu ambao pia walikuwa wamedamshi kinoma noma, ingawa pia na yeye pia aliweza kuonyesha show yake. Kuna baadhi ya nyimbo ambazo pia alifanya katika harusi hiyo na mambo yakawa yameondoka kinoma noma. Lakini kwa wale ambao wanafuatilia sana Big Brother Nigeria watakuwa wananielewa, kwa sababu pia kuna baadhi ya mastaa ambao pia wanapatikana kule Nigeria na walikuwa wanashiriki hasa mashindano makubwa kabisa haya ya Nigerian Big Brothers kutokea kule Nigeria, kama kina Messi Ike, lakini pia kina Rika walihusika. Lakini pia kubwa kuliko bana, gavana wa jimbo la Osun ambaye anapatikana kule nchini Nigeria anafahamika kwa jina la Ademola Adeleke, ni moja kati ya watu ambao pia walihusika, na tunajua kabisa huyu ni, tunaweza tukasema ni baba mdogo wa kwake Davido ambao waliweza kuhusika. Lakini watu wengi wakajiuliza mbona Davido kama hatujamuona hivi kwenye show, wakati washikaji zake kina Platinums kina Jux walikuwepo, lakini ni kwa nini waliweza kushindwa kuweza kuhudhuria? Tuachane na hilo. Lakini pia kuna Dance Insime, huyu ni video vixen ambaye amepatikana kwenye ngoma ya, ukiangalia nyimbo ya Pato Ranking pamoja na Diamond Platinums ambayo anakwenda kwenye la I Love You My Baby, bonge moja la ngoma lilifanyika. Lakini pia yule video vixen wa ile ngoma pia ameweza kuhusika kwa namna moja ama nyingine kuweza kushiriki katika harusi hii ya Jux. Lakini pia kuna waigizaji wakubwa kwa wale ambao wanafuatilia sana movies za Nigeria, nikikwambia Density Tiko ni moja kati ya wasanii wakubwa sana kutokea kule nchini Nigeria, na aliweza kushiriki katika harusi hiyo, na akawa amekula kodi fulani za kinyamwezi sana. Kila mmoja anakuwa anatamani kupendeza kama ambavyo wanakuwa wanapendeza. Kwa namna nyingine baada nguo za Nigeria au kodi za Nigeria zimekuwa ni nguo ambazo watu wengi kutokea mataifa hapa pa Afrika pia wengi wamekuwa wakiaiga. Hata hapa Tanzania kuna baadhi ya nguo ambazo zishai kujaga huku na tukazipa jina nguo ya Nigeria. Yaani mtu ukivaa shati fulani tunasema amevaa shati la Nigeria, ile inakuwa ni noma noma. So codes zimekuwa zimezingatiwa hasa katika harusi hii ya kitamaduni kutokea kule Lagos, Nigeria. Zidadi kabisa, that's my name. Lakini pia endelea kutufuatia kwenye mitandao yetu kabisa ya sawa sawa digital, kule Instagram, kule Facebook, kule X, lakini pia YouTube. Endelea kusubscribe, utakuwa umetisha kinoma noma.